nafinya inaniambia iko sawa. Haya basi wanafunzi, karibuni katika kipindi chetu cha leo, na kwa sababu muda umeenda sana, nafikiri kama nilivyowaambia kwamba leo tutashughulikia swala zima la uchanganuzi, na tutaweza kuyatimiza hayo malengo kupitia kwa maswali yale ambayo niliwaambia, yani niliwatumia, na kwamba leo mkaambiwa mjiandae kwa hayo maswali. Kwa hivyo moja kwa moja tu nianze kwa kusema kwamba yeyote yule ambaye anataka kufaulu katika mada ya uchanganuzi awe kwamba amerejelea mada hizi, yani kwamba ameyafahamu mambo haya. Mpaka uweze kuyafahamu aina za maneno, maana bila kujua aina za maneno ni vigumu kufanikiwa katika uchanganuzi. Pili, mpaka ujue ishara zote zile zinazotumika kuwakilisha maneno. Ujue ishara inayotumika kuwakilisha nomino, ishara ya vivumishi, vitenzi, vielezi na kadhalika. Pia mpaka ujue ishara inayotumika kuwakilisha sentensi. Pia mpaka ujue ishara zinazotumika kuwakilisha aina zile 5 za virai. Kirai nomino, kirai kitenzi, kirai kielezi, kirai kivumishi na kirai kihusishi. Kwa hivyo baada ya hapo pia mpaka ujue ishara zile zinazotumika kuwakilisha vishazi, kishazi hasa kishazi kitegemezi, na pia ujue aina za sentensi. Pamoja na hayo pia unatakikana kwamba umejua ile mikabala minne ya kufanya uchanganuzi. Mikabala hiyo ni pamoja na kuchanganua kwa njia ya mistari, kwa njia ya mishale, kwa njia ya jedwali na kwa njia ya visanduku. Kwa hivyo basi hayo yote ukijikumbusha, basi inakuwa kwamba tumefanikiwa katika kuweka msingi kwa uchanganuzi. Kwa hivyo moja kwa moja basi niingilie maswali yale, na mtindo tutakao utumia ni kwamba tutayapitia haya swali, alafu wale walio na maswali katika swali lolote lile kisha tutaweza kupitia. Swali la kwanza linasema changanua sentensi zifuatazo kwa njia ya mishale. Kwa hivyo kama ambavyo huenda mmetajiwa ni kwamba kuna mambo ambayo unastahili kuhakikisha kwamba umeyabainisha ama umeyaweka wazi punde tu unapoingilia swala zima la uchanganuzi. Jambo la kwanza ni kwamba mpaka ubainishe unatakikana kuchanganua kwa mkabala gani. Manake kama hapo unatakikana kuchanganua kwa njia ya mishale, ukichanganua vinginevyo inakuwa kwamba umepotoka. Pili ni kwamba ni vizuri kubainisha ama kubaini aina ya sentensi unayoichanganua, kwa sababu kwa kufanya hivyo utajua unatakikana kutumia nini ama ni mambo yapi ya kumakinikia. Kama ni sentensi sahili utajua kwamba kuna mambo fulani. Kama ni sentensi ambatano utajua kwamba kuna sentensi ya kwanza, ya pili na sentensi ya tatu. Sentensi ya kwanza kiunganishi na sentensi ya pili. Na kama ni sentensi changamano, basi utajua pia kwamba kuna swala la kishazi kitegemezi ambacho utatakikana kukibaini na kukichanganua vilivyo. Kwa hivyo sentensi hii ilivyo, sentensi hii ya kwanza ni sentensi sahili, na kwa sababu hiyo hatua ya kwanza mpaka iwe kwamba, kwa sababu tunatumia njia ya mishale, hatua ya kwanza ni kwamba sentensi hiyo inachanganuliwa kama kikundi nomino kikundi tenzi, na kwamba upande wetu wa kundi nomino una neno moja tu, neno ambalo ni gofu, na hilo gofu ni nomino. Upande wa kundi tenzi tuna maneno kadha, tuna kitenzi, tuna kihusishi, tuna nomino na tuna kivumishi. Ushabihikiwa ni kitenzi na ni kihusishi cha mtenda, watu ni kivumishi. Kwa hivyo mpaka uchanganue hivyo, basi unakuwa kwamba umetimiza malengo ya swali hilo.
Ni vizuri kuzingatia haya. Kwa hivyo ilivyo ni kwamba tunaanzia kwa kile kipashio kilichoko karibu zaidi upande huu wa kulia. Kama kwa mfano katika sehemu hii, baada ya ule mshale tunaanzia kile kipashio kilicho hapa zaidi. Kwa hivyo tunaanzia kikundi nomino ambacho kina nomino, tunaanzia ile nomino hapa. Tukija kwenye kikundi tenzi tunaanzia kile kipashio kilicho karibu zaidi kitenzi, halafu tunaingilia kihusishi, halafu tunaingilia nomino na hatimaye kivumishi. Sehemu sentensi inayofuata ama swali linalofuata, mama na baba wako kivulini. Sawa na sentensi ya kwanza, sentensi hii bado ni sentensi sahili. Kwa hivyo mpaka tujue kwamba kama tulivyofanya pale juu, hatua ya kwanza basi inakuwa kwamba kundi nomino na kundi tenzi, na kwamba kikundi nomino hiki kina nomino, kiunganishi na nomino. Kwa nini tunasema sentensi hii ni sentensi sahili na si sentensi ambatano? Ni kwa sababu sentensi ambatano huwa na vishazi viwili huru. Sasa hapa ni neno ambalo linaunganisha tu nomino mbili bila kuunganisha vishazi huru viwili. Huo ndio msingi. Kwa hivyo hii ni sentensi sahili tu. Tunaanzia kile kipashio kilicho karibu hapo mama, alafu tunaingilia kiunganishi na nomino nyingine baba. Alafu ni muhimu pia kujua kwamba pamoja na zile ishara nilizowaambia kwamba ni muhimu kujua, ni vizuri kujua kwamba wako ni kishazi kitenzi kishirikishi. Kwa hivyo tunatumia ishara hiyo taa ndogo, wako kielezi kivulini. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika uchanganuzi wa sentensi hiyo, kwamba tunatumia hicho kitenzi kishirikishi, ishara yake na pia ishara ya kielezi. Swali la tatu, sidhani kama kuna mengi hapo. Katika swali la pili, changanua sentensi zifuatazo kwa njia ya matawi. Basi vile vingali vinatengenezwa. Haya, sasa katika swali hili ni muhimu tujue sentensi hii ni aina gani. Lakini bado pia kama tulivyosema, sentensi hii tu ni sentensi sahili kwa sababu ya kwamba inawasilisha dhana moja, ina kikundi tenzi kimoja na haina kile kishazi kitegemezi, basi inakuwa sentensi sahili. Alafu katika uchanganuzi wake tunatumia matawi. Kwa hivyo hapo tutasema kwamba sentensi inachanganuliwa upya kama kikundi nomino, kikundi tenzi, na hatua hii lazima iwepo hata wakati ambapo kikundi nomino hakipo. Haya, kwa hivyo kikundi nomino kina kile kiwakilishi, neno moja kiwakilishi. Upande wa kundi tenzi tuna kitenzi kisaidizi na kitenzi hicho kikuu. Sehemu inayofuata, kwa hivyo kama nilivyosema ni kwamba sentensi hii ni sentensi sahili na ina kiwakilishi, ina kitenzi kisaidizi na kitenzi kikuu. Na nafikiri ni dhana tunazozijua vizuri. Mwalimu yule ameyavuna mahindi mengi mno. Mwalimu huyu amevuna mahindi mengi mno. Kwa hivyo tukija kwenye sehemu ya kundi nomino tunapata kwamba tuna maneno haya mawili, mwalimu yule, na mwalimu ni nomino, yule ni kivumishi. Alafu upande wa kundi tenzi tuna amevuna mahindi mengi mno. Amevuna ni kitenzi hicho, kitenzi halisi, na nomino mahindi. Alafu pia tuna mengi, neno hili linavumisha nomino mahindi, kwa hivyo linakuwa kivumishi. Alafu mno ni kielezi hicho. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika swali hilo, kwamba tunavumisha, yani kwamba tunaonyesha aina hizo kama nilivyoonyesha.
Pia kuna mambo ya kuwatahadharisha. Kuna wale wanafunzi ambao hawaunganishi haya matawi vizuri. Matawi haya yasipounganika jinsi nilivyofanya, basi wewe haujachanganua. Manake hakuna matawi yanayoning'inia hata katika hali ya kawaida. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kufahamu hivyo kwamba matawi haya mpaka yashikane jinsi ambavyo nimefanya katika huo mfano ambao nimewaonyesha hapo. Katika swali linalofuata tunaingilia swali ambalo linasema nyumba ya manyumba ilibomolewa na wahalifu. Bado mpaka tubaini sentensi hii ni sahili na kwamba upande wa kundi nomino una neno nomino, una kihusishi na una nomino. Alafu upande wa kundi tenzi tuna kitenzi, tuna kihusishi na tuna wahalifu. Ningependa kusema yafuatayo katika hicho kiwango, yaani mpaka hapo, kwamba neno na linaweza likawa kihusishi na pia linaweza likawa kiunganishi, kama tulivyoona kwenye mfano huu tuliouangalia hapa juu, mfano huu wa mama na baba. Nafikiri tulikuwa na mfano kama huu. Kwa hivyo kuna tofauti ya kujua kiunganishi na inakuwa ni wapi, yani ni wakati gani kiunganishi hicho kinakuwa, neno na linakuwa kihusishi na ni wakati gani neno hilo linakuwa kiunganishi. Sasa siri ndio hii kwamba neno na likitumika kama kihusishi linaonyesha mtendaji wa kitendo. Vinginevyo mazingira hayo yote yanayosalia, neno na linasalia kwa kiunganishi. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba linaitwa kiunganishi na cha mtenda, kuonyesha mwenye kutenda. Kwa hivyo hapa upande wa kundi nomino tuna nomino nyumba, tuna kihusishi ya, alafu tuna manyumba nomino. Mwanafunzi mwingine pia anaweza kuwa amechanganua kwa kuhusisha maneno mawili hapa, akasema nyumba ni nomino, ya manyumba ni kivumishi cha aunganifu. Akisema hivyo basi inakuwa sahihi. Kwa hivyo unaweza kuchanganua hivi, ama ya manyumba iwe kivumishi itakubalika. Upande wa kundi tenzi tuna ilibomolewa ambacho ni kitenzi halisi, tuna na ambacho ni kihusishi kwa sababu imetuambia ni nani mwenye kutekeleza ule ubomozi, na tunaona ni wahalifu nomino. Kwa hivyo ni vyema tujikumbushe hayo wakati ambapo neno hilo linatumika kama neno na linatumika kama kihusishi, na ni wakati gani linapotumika kama kiunganishi. Haya, sehemu inayofuata ambayo tunaingilia sasa ni sehemu ya swali la 3 ambalo linauliza changanua sentensi zifuatazo kwa njia ya visanduku. Kwa hivyo hapo tunatakikana kutumia majedwali ama visanduku. Tukichanganua vingine basi ni sufuri. Inaandikwa na jirani mwenye sifa tele. Kwa hivyo hapo pia mpaka tuchanganue. Tahadhari nyingine kwenu watahiniwa ni kwamba kuna wale pia ambao wana mazoea ya kuchora majedwali ambayo hayajakamilika. Kama ulivyoona ni kwamba kila kitu mpaka kifungiwe ndani ya jedwali, kila kitu mpaka kiwepo ndani ya jedwali. Kuna wale ambao katika kuchora wanaacha mstari huu wa juu, kwa hivyo sentensi inabaki imening'inia pale juu tu. Hivyo basi wewe hujachanganua kwa njia ya mstari, yani kwa njia ya mishale. Ni mpaka utumie, yani kila kitu uchore jedwali ambalo limekamilika. Haya basi, sehemu hii inaandikwa na jirani mwenye sifa tele. Moja kwa moja tunaona sentensi hii bado sahili, ila ni sentensi ambayo haina kundi nomino. Na sentensi ya sampuli hiyo katika uchanganuzi wake tunaashiria sehemu ya kundi nomino hiyo ambayo haina kundi nomino dhahiri kwa umbo hili ambalo linaitwa umbo kapa. Inasimamiwa pale kundi tenzi
kikundi hicho kinaanzia kitenzi inaandikwa na jirani. Kwa hivyo mwenye kuandika ni jirani, kwa hivyo na inakuwa kihusishi. Halafu jirani mwenye, neno mwenye linavumisha nomino jirani, kwa hivyo ni kivumishi. Halafu sifa ni nomino na tele ni kivumishi. Kivumishi tele linavumisha sifa. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kujua hayo. Jambo lingine ambalo nitasema hapo na ambalo pia ni muhimu ni kwamba sentensi katika uchanganuzi mpaka ichanganuliwe kwa kuonyesha kikundi nomino na kikundi tenzi. Hata pale ambapo kikundi nomino si dhahiri, ni lazima uonyeshe kikundi nomino hiyo, ila katika kuonyesha hivyo tunatumia umbo hili kapa, na hilo ni lazima lijulikane kwa sababu na limetahiniwa nafikiri miaka 3 katika mitihani ya KCSE swala hili. Kikundi nomino lazima liwe kikundi nomino mpaka kiwepo, hata kama hakuna neno dhahiri linalosimamia kikundi hicho cha kikundi nomino. Kwa hivyo ni muhimu kujua hivi. Haya, swali linalofuata, nitakula chakula chote leo alasiri. Nafikiri swali hili pia limetahini dhana ile ile hapa, kwamba tuna sentensi ambapo kikundi nomino si dhahiri, na tumesema kwamba hata tunapotumia vile vigezo vya kujua kama sentensi ni sahili, ambatano ama changamano, hatuegemei sana upande wa kundi nomino, kwa sababu kuna uwezekano wa kikundi nomino dhahiri kukosekana kwenye sentensi. Inakosekana vipi? Kwa sababu inaweza ikawakilishwa kwa vile viwakilishi viambata. Ni kwa mfano inasimamia mimi, ama inaweza kusimamia ndio mimi, ama ikasimamia jina fulani. Kwa hivyo hivi viwakilishi ndivyo vinavyowakilisha kikundi nomino. Kwa hivyo si lazima kikundi nomino kiwepo kikiwa dhahiri, na ndio maana tunaweza tukawa na sentensi kama hii. Lakini ijulikane kwamba sentensi zote, hakuna sentensi ambayo itawahi kuwa kamilifu basi inakuwa kikundi tenzi. Haya basi, tuangalie. Nitakula ni kitenzi halisi hicho, chakula ni nomino, chote ni chakula, inavumisha chakula. Leo alasiri unaweza kukawa na kielezi kimoja cha wakati, ama ukaviainisha vyote vikiwa viwili, vielezi vyote unaruhusiwa, kielezi kimoja ama hivyo viwili. Haya, sentensi inayofuata, nyumba kubwa ilibomolewa na wahalifu. Unaona na bado imetumika hapa ikionyesha mwenye kutenda, kwa hivyo moja kwa moja ni kihusishi hicho. Nyumba kubwa upande wa kundi nomino. Nyumba ni nomino. Neno hili nyumba linavumishwa na nomino, inavumisha nomino. Neno kubwa linavumisha nomino nyumba. Upande wa kundi tenzi tuna kitenzi ilibomolewa, na ni kihusishi, wahalifu ni nomino. Kwa hivyo bado tunasisitiza tu kwamba jedwali liwe kamili, lifungiwe, kila kitu kifungiwe ndani ya jedwali, na uonyeshe hakika kikundi nomino, kikundi dhahiri, kikundi tenzi, hata pale ambapo kikundi nomino si dhahiri. Alafu maneno haya uyaainishe kwa kutegemea aina ya maneno husika. Swali la 4, changanua sentensi zifuatazo kwa njia ya mishale. Basi utajua kwamba chema cha jiuza, hilo ni fungu zima hilo, kishazi hicho huru. Kibaya huwa cha jitembeza, kishazi kingine. Kwa hivyo almradi tuna hiki kiunganishi lakini ambacho kinaunganisha vishazi hivi viwili huru, basi tunakuwa moja kwa moja na sentensi inaitwa ambatano. Katika sentensi hiyo, kwa kujua hivyo, hatua ya kwanza inakuwa sentensi ya kwanza kiunganishi, halafu sentensi ya pili. Ni muhimu kujua hivyo, na ndio maana tukasema kwamba ni lazima ujue aina gani ya sentensi unayoichanganua, kwa sababu kama ni sentensi ambatano utajua inachanganuliwa hivi. Halafu tunachanganua kwa
Sentensi ya kwanza tunakuja kubaini kikundi nomino kikundi tenzi. Chema chajiuza. Chema chajiuza. Chema sentensi ya kwanza ina kikundi nomino cha kwanza na kikundi tenzi cha kwanza. Kumradhi. Kikundi tenzi cha kwanza. Na hiki kikundi nomino cha kwanza kinaundwa kwa neno chema ambacho ni kiwakilishi. Halafu chajiuza ni kitenzi hicho, kikundi tenzi cha kwanza hicho ambacho kina kitenzi tu, kitenzi chenyewe ni chajiuza. Halafu tuna kiwakilishi kiunganishi lakini. Halafu tuje kwenye sentensi ya pili. Hatua ya kwanza kikundi nomino kikundi tenzi cha kwanza, cha pili. Halafu kikundi tenzi cha pili kina neno kibaya, kinasimamia, kinawakilisha, ni kiwakilishi hicho na kiwakilishi kibaya. Kikundi tenzi cha pili huwa chajitembeza. Tuna vishazi tuna vitenzi viwili, kimoja kisaidizi na kingine kikuu. Haya, uchanganuzi wa sentensi ambatano. Tunapochanganua sentensi ambatano kama ilivyo katika mfano huu, ni mpaka ujue kwamba kuna mambo matatu ambayo lazima yaonekane wazi. Jambo la kwanza ni kwamba unachanganua vishazi viwili huru ambavyo tunavyowakilisha kwa sentensi hizi. Maana ni sentensi tu. Alafu mpaka kuwe na kipashio kingine cha kiunganishi. Jambo lingine ambalo pia ni la muhimu katika uchanganuzi huo ni kwamba katika uchanganuzi wa sentensi ambatano ni mpaka tuonyeshe kikundi nomino cha kwanza, kikundi tenzi cha kwanza, kikundi nomino cha pili, kikundi tenzi cha pili. Kwa kufanya hivyo tunaonyesha kwamba kikundi nomino tunachokichanganua kwa sasa ni kikundi nomino katika sentensi ya kwanza, ama kikundi tenzi tunachokichanganua ni kikundi tenzi katika sentensi ya kwanza ama ya pili. Kwa hivyo ni vizuri hayo yaeleweke vizuri. Sehemu inayofuata, swali linalofuata, hapendi maembe ilhali John anayafurahia. Sentensi ya kwanza kama tulivyosema ni sentensi hii, ni sentensi ambatano kwa sababu hapendi maembe ni sentensi inayojitegemea. John anayafurahia ni sentensi inayojisimamia. Tunaviunganisha vipashio hivyo kwa kiunganishi. Kwa hivyo hiyo moja kwa moja ni sentensi ambatano. Katika sentensi hii ya kwanza hapendi maembe, tuna kikundi nomino na kikundi tenzi, kikundi nomino cha kwanza na kikundi tenzi cha kwanza. Kama tulivyosema ni kwamba kikundi nomino mpaka kiwepo hata kama si dhahiri kama ilivyo katika sentensi hiyo ambayo tunaichanganua. Kwa hivyo hapo kikundi nomino cha kwanza ni kapa kwa sababu tumeanzia kitenzi hicho. Alafu kikundi tenzi cha kwanza tuna kitenzi na nomino. Hapendi maembe, kitenzi nomino. Tuna kiunganishi ilhali. Alafu tuna sentensi ya pili ambayo pia ina kikundi nomino cha pili, kikundi tenzi cha pili. Kikundi nomino cha pili John, kikundi tenzi cha pili kina neno anayafurahia kitenzi. Kwa hivyo ni sentensi ambayo haikuwa na mengi, ila kwa kufahamu kwamba tuna sentensi hii ni sentensi ambatano. Kwa hivyo mpaka uchanganue sentensi ya kwanza, uonyeshe kiunganishi na uchanganue sentensi ya pili. Hivyo ndivyo ilivyo. Tuingilie sentensi ya tano. Changanua sentensi hizi kwa njia ya matawi. Hapo tena tunaambiwa kwamba tunaelekezwa tuchanganue kwa matawi. Hakuna namna nyingine ya kuchanganua ukapata alama kama si matawi kwa mujibu wa swali hilo. Kwa hivyo tunasema sentensi yasema wageni wengi sana wamewasili na mlo bora umetayarishwa na mama.
Kwa hivyo bado tutaona kwamba sentensi hatua ya kwanza inachanganuliwa kama sentensi ya kwanza, kiunganishi na sentensi ya pili, kwa sababu sentensi hii ni sentensi ambatano kutokana na kuwepo kwa hicho kiunganishi na. Sentensi ya kwanza, wageni wengi sana wamewasili. Kwa hivyo katika sentensi ya kwanza tuna kikundi nomino cha kwanza na kikundi tenzi cha kwanza. Kikundi nomino cha kwanza tuna wageni nomino, wengi kivumishi kinavumisha wageni, alafu sana nicho kielezi kinachodokeza hali, kielezi cha namna hicho. Alafu kikundi tenzi cha kwanza tuna kitenzi tu na kitenzi hicho ni wamewasili. Upande wa sentensi ya pili tuna mambo yafuatayo. Tuna kikundi tenzi nomino cha pili na kikundi tenzi cha pili. Kikundi nomino cha pili ni mlo, ni nomino, kivumishi chake tunavumisha nomino bora, mlo kwa bora. Alafu upande wa kikundi tenzi tuna kitenzi umetayarishwa na, umetayarishwa ni kitenzi, lakini na hapa ni neno linalotuambia ni nani mwenye kutenda hapa, ni mama. Kwa hivyo hicho kinakuwa kihusishi, alafu nomino mama. Kwa hivyo hapo hivyo ndivyo ilivyo katika sentensi hiyo. Uchanganua uonyeshe sentensi ya kwanza ya pili na uonyeshe hayo matawi. Bado ninawasisitizia watahiniwa kwamba kumbukeni mara zote mpaka matawi haya yawe makamilifu, yawe yameshikana. Basi na kufanya hivyo inakuwa kwamba haujachanganua kwa matawi. Kuna wale ambao nimeona wanachanganua, acha niwape mfano wa kile ninachomaanisha. Kuna wale ambao katika kuchanganua wanachanganua kwa mfano hivi. Unakuta kuna wale wanaochanganua matawi hivi. Sasa watahiniwa, huu ndio mfano ninaosema kwamba anayefanya kitu kama hiki ametuvuruga tu, hakuna alichofanya katika uchanganuzi. Kwa hivyo ninaposema kwamba matawi yawe makamilifu, ninamaanisha usifanye ukora huu, changanua kama tulivyofanya hivi, matawi yawe yanashikana. Pale ndipo tutasema kwamba umechanganua. Vingine itakuwa kwamba umechukua muda wako kufanya mambo mengi ambayo mtahini hayatambui. Haya basi, swali linalofuata. Mwizi alikimbia, lakini wanakijiji wakamfuata na kumkamata. Kwa hivyo moja kwa moja tunaona kuwepo kwa kiunganishi hapa kinachounganisha vishazi viwili huru. Mwizi alikimbia, wanakijiji wakamfuata na kumkamata. Shaona, kwa hivyo hapo moja kwa moja tuna sentensi ambatano. Sentensi ya kwanza ina kikundi nomino mwizi nomino na kikundi tenzi kilicho na kitenzi alikimbia. Kiunganishi bila shaka ni lakini. Tukija kwenye kikundi tenzi, wanakijiji ni nomino, wakamfuata ni kitenzi hicho. Sasa hapa ndipo ningependa kusisitiza, manake tunazungumzia neno na kama nomino, kama kiunganishi na kama kihusishi. Kikundi tenzi cha pili kina nini? Manake tumemalizana kikundi nomino wanakijiji, nomino hiyo. Wakamfuata, hicho ni kitenzi moja kwa moja. Lakini na ni nini hapa? Ni kiunganishi tu. Manake tumesema kwamba kama ni kihusishi itatuonyesha mwenye kutenda. Hapa inatuambia tu kwamba zaidi ya kumfuata walimkamata pia. Kwa hivyo walifanya mambo mawili kuhusiana na huyu mwizi. Hicho kinakuwa sasa ni kiunganishi kiongezi. Kwa hivyo basi jueni kwamba hilo neno na katika sentensi hii ni kiunganishi. Basi turejelee swali lingine, manake nataka nimalize kisha nitoe muda kwenu wa kuuliza maswali. Nataka nitumie muda mfupi ili niwape muda wa kutosha wa kuulizia maswali.
pale ambapo hapakueleweka vizuri kwenu. Haya, wingu jeusi limetanda angani, kishazi hicho huru, wachungaji wote wamekimbia nyumbani, kishazi kingine. Kwa hivyo moja kwa moja sentensi hiyo ni ambatano. Haya, kwa hivyo tuje kwenye kuchanganua sentensi ya kwanza ambayo ina kikundi nomino cha kwanza na kikundi tenzi cha kwanza. Tunaona kwamba hicho kikundi kwanza kina wingu jeusi, wingu nomino, jeusi linavumisha nomino wingu. Alafu sentensi kikundi tenzi cha pili cha kwanza tuna limetanda angani. Limetanda ni kielezori, kwa hivyo ni vyema tuonyeshe hivyo. Alafu sehemu inayofuata ni kuonyesha kiunganishi kama kipashio muhimu katika sentensi ya ambatano. Alafu mwisho ni kuonyesha sentensi ya pili. Kumbuka kwamba kiunganishi hiki kinaonyeshwa mara moja tu. Kuna wale wanaoonyesha huku juu na wanakuja kuonyesha huku chini. Ni kuonyesha mara moja tu inatosha. Kwa hivyo sentensi ya pili ina wachungaji wote. Wachungaji ni nomino, kivumishi chake wote wamekimbia nyumbani. Wamekimbia kitenzi na nyumbani kielezi hicho. Kwa hivyo nataka tumalize ili turejelee sehemu ya maswali yenu. Haya, swali la 6. Fanya uchanganuzi wa sentensi zifuatazo kwa njia ya visanduku. Kwa hivyo hapo pia tunachanganua kwa njia ya matawi. Changanua kwa njia ya matawi. Biashara ya nguo kuukuu imezorota kwa sababu masoko huru yamechipuka. Moja kwa moja tunaona hapa tuna hiki kiunganishi ambacho kinaunganisha vishazi viwili huru. Masoko huru yamechipuka na biashara ya nguo kuukuu imezorota. Basi baada ya kujua sentensi hiyo ni ambatano, tunakuja kwenye kuonyesha hatua ya kwanza ni sentensi. Sasa wanafunzi, pia kuna jambo la kusisitiza hapa kwamba kuna wengi ambao wanapuuza hatua hii ya kuonyesha sentensi, na basi wao huja moja kwa moja kuonyesha sentensi ya kwanza kiunganishi na sentensi ya pili. Sasa huko ndiko kujivuruga vizuri, manake ukifanya hivyo utakuwa kwamba haujachanganua. Tumesisitiza hivi kwamba uchanganuzi ni mchakato mzima unaoanzia kwenye kipashio cha juu zaidi, kipashio cha sentensi, na kukamilika kwenye kipashio kikuu zaidi ambacho cha unganuzi ambacho ni kipashio cha neno. Kwa hivyo huanzia kwenye sentensi na huishia kwenye neno mpaka mchakato huo huonekane hivi. Vingine ukipuuza kuanzia kwenye sentensi hapa, basi inakuwa kwamba haujachanganua, hautapewa alama. Kwa hivyo licha ya kwamba kuna sentensi ya kwanza kiunganishi na sentensi ya pili, tunasisitiza watahiniwa kwamba mpaka uanze kwenye sentensi na hata sentensi iwe ndani ya jedwali. Sentensi ya kwanza. Sentensi ya kwanza inasema biashara ya nguo kuukuu. Sentensi hii, sehemu hiyo unaweza ukaichanganua kwa njia mbalimbali. Kuna biashara ambayo ni nomino moja kwa moja. Unaweza ukachanganua nilivyofanya hapa, ukaonyesha ya ni kihusishi cha a unganifu, kihusishi ya, nguo ni nomino, halafu kuukuu ni neno kivumishi kinachovumisha nguo. Ama mwingine akachanganua kwa kuangalia vivumishi viwili hapa. Biashara ukisema kuna wale ambao wangechanganua kusema biashara ya nguo, akasema ni nguo, yani ni kivumishi, utakuwa umekosea. Nitakuonyesha sasa hivi ni kwa nini utakuwa umekosea. Ukiamua kutumia fungu hili kama kivumishi, basi utasema biashara ipi hiyo? Ya nguo kuukuu. Kwa hivyo hilo fungu zima mpaka liwe kivumishi. Lakini ukipigia tu
ukichukua tu kama ni fungu hili ya nguo peke yake, basi unakuwa kwamba umekosea. Kwa hivyo unaweza ukachanganua kwa kuwa na maneno mawili hapa, nomino na kivumishi chake ya nguo kukuu, ama ukachanganua kwa jinsi ambavyo nimeonyesha hapa. Upande wa kundi tenzi tuna kitenzi tu, kitenzi kimoja, imezorota, alafu tuna kiunganishi kwa sababu, alafu upande ule mwingine tuna kikundi nomino masoko huru, ni nomino na kivumishi, alafu kikundi tenzi cha pili yamechipuka kitenzi hicho. Sehemu ya pili ya ba, ndoo hii ina matundu lakini mama analazimika kuitumia tu samahani. Sentensi ya kwanza, kiunganishi na sentensi ya pili. Sentensi ya kwanza ina kikundi nomino ndoo hii. Kwa hivyo ndoo hii ni nomino na kivumishi chake, samahani, hicho ni kivumishi. Alafu ina ni kitenzi kishirikishi, matundu ni nomino hiyo. Alafu upande wa sentensi ya pili tuna nomino mama, alafu tuna amelazimika kuitumia tu. Kwa nini tunasema amelazimika? Ni kitenzi kisaidizi na si kitenzi kikuu ama kitenzi halisi kingine. Ni kwa sababu tukisema mama amelazimika, kitenzi hiki hakiwezi kikajisimamia, kinasaidia tu kitenzi hiki kikuu. Kwa hivyo ndio maana hiki kinakuwa kisaidizi hiki na hicho ni kikuu. Tu ni kielezi kama ambavyo tumeona hapo. Swali la cha, mtoto huyu mtoto ni mzuri lakini yule ni mbaya. Huyu ni mzuri lakini huyu mtoto ni mzuri lakini yule ni mbaya. Sasa tunafanya hivi, sentensi ya kwanza, ya pili na kiunganishi baada ya sentensi kuu. Alafu upande wa sentensi ya kwanza tuna kikundi nomino cha kwanza na kikundi tenzi ambacho hapo haikukamilika vizuri, kwa hivyo tunaweza kuikamilisha. Kwa hivyo upande wa kundi tenzi tuna kitenzi kishirikishi hiki ni, alafu tuna kivumishi mzuri. Neno kivumishi ni mzuri kwa sababu inavumisha mtoto. Kwa nini tunasema neno huyu ni kivumishi na si kiwakilishi? Kwa sababu ni sheria ya kisarufi, huwezi ukawa na kiwakilishi na nomino inayowakilishwa na kiwakilishi hicho katika sentensi moja. Ni makosa. Kile alichofanya mtahini ni kuvuruka mpangilio wa kawaida wa maneno haya. Maana sentensi ingesema mtoto huyu ni mzuri, lakini akavuruka kwa kuleta kivumishi mwanzo. Kwa hivyo huo ndio msingi wa kutathmini. Sentensi ya pili, yule ni kiwakilishi, ni kitenzi kishirikishi, mbaya ni kivumishi chake, kinavumisha nomino yule, yani kiwakilishi yule. Haya basi, sentensi ya saba, changanua sentensi zifuatazo kwa njia ya mishale. Sasa hapa tunastahili kuangalia kitu kingine, watahiniwa samahani. Wafanyikazi 4 wataenda likizo wakipewa ruhusa. Sentensi hii ni sentensi ambatano kwa sababu ya hiki kishazi. Uwepo kwa kishazi kitegemezi ndicho kinafanya sentensi kuwa sentensi changamano, kwa sababu utaona sentensi sahili ina kishazi huru, sentensi ambatano ina kishazi huru, sentensi changamano huwa na kishazi huru. Lakini sasa kile kinachopatikana katika kishazi katika sentensi changamano ambacho hakipatikani kwingineko katika aina zile nyingine mbili za sentensi ni kuwepo kwa kishazi kitegemezi. Hicho hupatikana katika sentensi changamano peke yake. Kwa hivyo ndivyo tulivyochanganua hapa. Kumbukeni vile vipengee vya kuonyesha utegemezi katika sentensi: kuwepo kwa virejeshi, kuwepo kwa masharti kama hapa nge, ngali,
na kuwepo kwa, yani kiunganishi kitokea hapo mwanzoni mwa sentensi. Ni vizuri kufahamu hivyo. Upande wa kundi nomino, wafanyikazi wanne, nomino kivumishi chake. Upande wa kundi sentensi, wataenda likizo wakipewa ruhusa. Kikundi kishazi kitegemezi mara zote huanza mwanzoni mwa kile kitegemezi, kile kipashio cha kuonyesha kitegemezi. Kama ni virejeshi, kuanzia kwa orejeshi mpaka mwisho wa kikundi husika. Kama ni ki, kuanzia kwa hicho ki mpaka mwisho. Kwa hivyo inakuwa hivyo, ndio maana inakuwa hivyo kama tulivyochanganua hapo. Kata uliyoleta hapa jana haifai kamwe kuchotea maji. Tuna orejeshi hapo, kwa hivyo moja kwa moja ni kitegemezi hicho. Kwa hivyo kata nomino uliyoleta hapa jana, kishazi kitegemezi, haifai kamwe kielezi, kuchotea kitenzi, maji nomino na kivumishi chake. Haya, wanafunzi waliochelewa darasani waliadhibiwa na mwalimu wao. Kikundi nomino inaanzia hapa, inaishia hapa. Kwa hivyo nomino wanafunzi waliochelewa darasani ni kishazi kitegemezi, alafu kikundi tenzi waliadhibiwa na mwalimu wao. Waliadhibiwa na inaonyesha mwenye kuadhibu, kwa hivyo hii na ni kihusishi, mwalimu na wao ni kivumishi. Sentensi inayofuata, zichanganua sentensi zifuatazo kwa njia ya matawi. Kwa hivyo hapo tunatakikana kutumia matawi. Mtoto wa askari alitutembelea tulipokuwa tukisherehekea mwaka mpya. Kikundi nomino, mtoto wa askari. Mtoto wa ni kihusishi, askari kihusishi cha unganifu, alitutembelea. Tulipo, kuanzia pale penye orejeshi mpaka mwisho ni kishazi kitegemezi. Tumeweka swala hilo wazi sana, kuanzia kwa pale kwenye utegemezi mpaka mwisho wa kikundi fulani. Mwanafunzi hodari ambaye alichezea shule yake amepewa zawadi. Mwanafunzi hodari, kuanzia kwa amba ama orejeshi ama ki ama ngali na kadhalika mpaka mwisho wa kikundi ni kishazi kitegemezi. Haya, kwa hivyo nomino kivumishi, alafu tuna kishazi kitegemezi. Amepewa zawadi. Amepewa zawadi, zawadi nomino, amepewa kitenzi. Uchanganuzi ambao unawatatiza wanafunzi wengi ni ule unaohusu matawi. Hapa tuna sentensi ambayo ina vishazi vitegemezi viwili, katika upande wa kundi nomino na kingine katika upande wa kundi tenzi. Uchanganuzi kuanzia kwenye amba mpaka mwisho wa kikundi. Ni kikundi inamaanisha kikundi nomino au kikundi tenzi. Uchanganuzi ambao unawatatiza wanafunzi sehemu yoyote kikundi nomino, yani kishazi kitegemezi, ni kitenzi kishirikishi, ule kivumishi, yani ni ule uchanganuzi navumisha, kwa sababu tuna kishirikishi hapa, unao kuanzia kwa orejeshi mpaka mwisho wa kikundi, unaohusu matawi. Haya, swali la 9. Yule ni mtoto mpole ambaye hapendi kukosana na yeyote. Tunatakikana kuchanganua kwa njia ya visanduku, na kama tulivyofanya hapo pia mpaka tutabaini sentensi kama ni ya aina gani. Lakini sasa tunaona kwa sababu kuna amba hapa, moja kwa moja tunaona sentensi hiyo ni sentensi yani changamano, na kwa sababu hiyo tunaonyesha sentensi ina kikundi nomino na kikundi tenzi. Yeye ni kiwakilishi, ni mtoto mpole, kitenzi kishirikishi, nomino na kivumishi. Kuanzia kwenye amba mpaka mwisho ni kishazi kitegemezi. Sehemu inayofuata,
Kauli iliyotolewa na mwalimu mkuu gwarideni imetutia wasiwasi mno. Iliyotolewa. Kwa hiyo kuwepo kwa orejeshi pale moja kwa moja sentensi changamano. Haya, sentensi ina kikundi nomino, kikundi tenzi, kikundi nomino kauli, kuanzia kwa orejeshi mpaka mwisho wa kikundi. Tuna kishazi kitegemezi. Upande wa kundi tenzi tuna umetutia kikundi umetutia, samahani hapo watu kuonyesha hicho ni kitenzi. Umetutia wasiwasi ni nomino. Mno ni kielezi cha namna. Haya. Kwa hivyo hapo pia ulitakikana kuonyesha tu kile kishazi kitegemezi, alafu haya mengine yanachanganulika kwa njia ya kawaida tu. Kama unajua aina za maneno basi. Haya. Sehemu ama swali la mwisho kabisa kwa leo ni wanafunzi ambao wanapanga kuchochea migomo shuleni ni wale wasiopenda kujiunga na chuo kikuu. Pia tunapata hali ambapo tuna vishazi vitegemezi mara mbili, upande wa kundi nomino na upande wa kundi tenzi. Mwanafunzi ni nomino, kuanzia kwa amba mpaka mwisho wa kikundi nomino ni kishazi hicho. Ambao wanapanga, wanafunzi wapi hao ambao wanapanga kuchochea migomo kuwepo kwa kile kirejeshi amba samani. Ni kitenzi kishirikishi, wale ni kivumishi, alafu wasiopenda kujiunga na shule rejeshi tena, basi tunapata kishazi kitegemezi. Kwa hivyo nilivyofanya ni kuwaonyesha tu kwa kifupi, lakini maswali yenu yamekaribishwa ili niweze kuelezea mengi zaidi kama yapo, ama kama kuna yote ana swali linalomtatiza, lakini kuhusiana na yale tuliyofanya kwa siku ya leo. Kwa hivyo ukiwa na swali basi unaidhini kuanzia sasa kuuliza ili tufafanue zaidi. Utatuambia tu swali fulani, kama ni swali la 6 cha ama swali la kwanza ba na kadhalika. Alafu tutaelekea hapo tukusaidie. Una yote ana swali kuhusiana na yale tuliyofanya, yale ambayo tumeyapitia? Manake tumeyapitia kwa haraka ili niwape muda wa kuuliza swali. Una yote ana swali, jambo ambalo halikueleweka vizuri kwako, jambo ambalo ungependa kuuliza? Haya, Maxwell Amani. Wacha tuanze na Maxwell alafu ndio tuje kwa Michael Waithaka. Maxwell? Naam. Swali la kwanza ba. Swali la kwanza ba. Naam.
Mwalimu alikuwa anauliza Naam. kama katika kikundi tenzi kunaweza kuwa na kikundi nomino pale ambapo nomino inaanzia. Haya. Swali zuri hilo la Max. Max, sasa unaweza kumute ndio nijibu swali. Ningependa kusema hivi wanafunzi, na hili mlipate vizuri ili yeyote asije akatatizika tena. Tuna vikundi tuna vikundi nomino katika ile orodha ya kipashio. Tuna kipashio kubwa zaidi ambacho ni sentensi, alafu hapo tunaingia kwenye vishazi, alafu tuna vikundi kutegemea vikundi hapo vishazi na kadhalika mpaka kwenye maneno. Sasa vikundi vikuu vinakuwa na virai vile vikundi nikisema vikundi maanisha nomino kitenzi huwa na virai ndani yake. Ningependa kutumia mfano ili niweze kuonyesha Max kitu hapa na pia kila mmoja hapa. Nilipozungumzia ishara za virai, kuna kitu ambacho sikusema lakini na muhimu. Kuna ishara hii ambayo hutumika. Ishara hii inaweza kumaanisha kikundi nomino, lakini pia huweza kumaanisha kikundi tenzi. Wacha niweke vizuri ndio kila mmoja aone. Hii ishara inaweza ikatumika kuashiria kikundi nomino na pia kirai nomino. Sasa hivyo Max na wengine kwamba hakuna uwezekano hata mmoja katika sarufi ya Kiswahili ya kuwa na kikundi nomino ndani ya kikundi tenzi. Kile ambacho kinawezekana ni kirai nomino ndani ya kikundi tenzi. Hilo linawezekana kuchangamia kirai nomino na pia kikundi nomino. Kwa hivyo hakuna uwezekano wa kuwa na kikundi nomino ndani ya kikundi tenzi, lakini kuna uwezekano wa kuwa na kirai nomino katika kikundi tenzi. Hilo linawezekana. Na ndio maana ninapendekeza kwa wanafunzi watumie hiki kusimamia kirai nomino. Okay? Maana hili haliwezi likamtatiza mtu. Kuna wale pia hii ni ishara ambayo inasimamia kikundi tenzi, lakini ishara hiyo pia itaweza kusimamia kirai kitenzi. Ni vizuri tuweze kujua. Nafikiri kile ambacho kinatatiza hapo ni matumizi ya ishara, kwamba hakuna uwezekano wa kuwa na kirai ya kuwa na nomino ndani ya kikundi tenzi, lakini kuna uwezekano wa kuwa na kirai nomino ndani ya kirai ndani ya kikundi tenzi. Max, sijui kama nimekujibu. Naam. Haya. Basi wacha tuingie kwenye Michael Waithaka. Waithaka, nafasi ni yako. Na mwalimu, ningependa kuona tena paza sauti kidogo. Ningependa kuona tena jinsi ulivyochanganua sentensi changamano ukitumia matawi. Kwa njia ya matawi. Haya basi, nafikiri tunaweza kurejelea tu kile ambacho mifano ile ambayo tumekuwa nayo. Uchanganuzi wa sentensi changamano kwa njia ya matawi. Mfano ni kama huu. Sasa maana mwanzo nikianza kuna mambo niliyosema kwamba ni muhimu kwenu kujua. Mjue ishara zinazotumika. Na mojawapo ya ishara ambayo unatakikana kujua ni kwamba ishara hii ishara ambayo inasimamia kishazi kitegemezi, hii s ambayo iko ina alama nyingine pale juu, inapatikana katika mikabala yote minne ya uchanganuzi.
ila ishara hiyo inatumika pamoja na pembe tatu katika njia ya matawi peke yake na hakuna kwingineko. Kwa hivyo unaweza ukachanganua kwa jinsi hivyo. Kwa idhaka huo ni mfano mmoja, na mfano mwingine ndio huo, kwa kuonyesha kile ambacho ni cha muhimu ni kwamba yale maneno ambayo yanaunda kishazi tegemezi mpaka yawe chini ya hilo umbo la pembe tatu. Kama huo umbo la pembe tatu. Sasa sijui kama tumekujibu Mike. Naam, asante. Karibu. Kuna yeyote ana swali lolote katika uchanganuzi? Swali katika uchanganuzi? Sijui kama kuna wengine hatujawaona. Kama sijakuona lakini upo, unaweza kusema. Hebu tuende kwa Japheth James. Japheth James. Swali langu ni kunaweza kuwa na virai vivumishi, virai viunganishi. Virai vivumishi na virai viunganishi. Naam. Sawa. Swali lako limesikika. Ningependa niseme hivi wanafunzi kwamba tuna virai vya aina 5 peke yake, na hiyo inatokana na sababu za kimuundo. Tuna virai nomino, tuna virai vivumishi, tuna virai vitenzi, tuna virai vielezi, halafu tuna virai vihusishi. Katika kategoria zile 8 za aina za maneno hatuna virai viunganishi, hatuna virai vihisishi na hatuna virai viwakilishi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza virai viwakilishi vyote vinawekwa ndani ya virai nomino, kwa sababu nomino husimamia, yani kiwakilishi husimamia nomino. Kwa hivyo kisheria vinapatikana. Kirai chochote kile kinachoanzia kiwakilishi kinakuwa kirai nomino. Hiyo ndiyo sheria ya sarufi. Pili ni kwamba vihisishi na viunganishi vina upungufu wa kimuundo. Haviwezi vikatumika, haviwezi vikaunda virai kutokana na maelezo ya virai. Kwa sababu utaona kwamba vihisishi na viunganishi vina muundo changamano kidogo ambao hauwezi ukavifanya kukubalika katika yani kuwa virai. Ninaweza kueleza tu kile ambacho umbali ule ambao ninaweza kwenda katika kiwango hiki kwamba viunganishi vinaunganisha makundi ya maneno ambayo yanaweza yakajisimamia. Kwa mfano kama vinaweza kwa hivyo unakuta kwamba yale makundi yanayounganishwa na sio kwenye kiunganishi chenyewe. Kiunganishi hakiwezi kuunda virai. Sawa na hiyo ndio dhana ambayo inafanya hata vihisishi kupoteza, yani kutoweza kujisimamia kama virai, yani kutoweza kuunda virai. Kwa hivyo hatuna virai viunganishi lakini tuna virai vivumishi. Hivyo vipo. Japheth, sijui kama nimejibu swali lako. Naam. Tunaingia kwa Mugambi. Naam, ningependa urudie jinsi ambavyo tunachanganua sentensi iliyo na kishazi njia ya jedwali. Sentensi iliyo na kishazi kwa njia ya jedwali. Naam. Haya basi. Nafikiri
tunaweza tukarejelea mifano hii tu. Kile ambacho nimesema Mugambi na kila mmoja ni kwamba ishara hii inapatikana kusimamisha nne moja mbetana katika mkabala wa matawi peke yake. Sasa kile ambacho unatakikana kujua Mugambi ni kwamba tunapochanganua sentensi changamano, kwa sababu ndicho huwa na kishazi kitegemezi, unakiweka tu kishirikishi nomino kivumishi na kuanzia kwenye ama oshi, lakini nafikiri kila mmoja anajua hiyo ishara inapotakikana. Basi hivyo ndivyo unaweza kutumia kwa pia mpaka kuanzia o mpaka mwisho wa kishazi hicho. Angalia watatu amba mpaka mwisho wa kundi nomino. Hata pale ambapo unakuta kwamba ni ule ni kuanzia o rejeshi mpaka mwisho wa kikundi tenzi. Kuanzia kwa wa kundi nomino. Sawa sawa. Mugambi, swali lako limejibiwa? Naam. Mugambi, kama unanipata? Haya basi. Hebu tuone ni nani mwingine ana swali. Nione wale walioinua mikono. Basi nafikiri sijaona yule ana swali, na ninachukulia kwamba kila mmoja yuko sawa. Tumesahihisha pale tulipokosea na pia tumefaidika kwa kufahamu mambo mawili matatu hivi. Jambo ambalo nitaendelea kusisitiza jamani ni kwamba kumbukeni, changanuzi ni njia ya kujizolea alama 4 za Bwerere. Manake huja kwenye kila mtihani, na linapokuja swali la sampuli hiyo unatakikana tu huo kwamba umejua aina za maneno, umejua zile ishara zinazotumika katika uchanganuzi, umejua mikabala ya kuchanganua. Basi ukijikumbusha hayo yote itakuwa ni vigumu sana kwako kupoteza. Ninasisitiza kwamba na nitawahimiza muende kufanya mazoezi zaidi katika uchanganuzi, mkifahamu kwamba pia swala la kubaini mipaka ya kundi nomino na kundi tenzi katika sentensi changamano utatiza wanafunzi. Na nimesema kwamba jambo kama hilo ndilo ambalo ninalieleza kama swala la mwisho. Njia ya kujua mpaka wa kundi nomino kundi tenzi hutatiza wanafunzi wengi sana, na hilo ndilo jambo ambalo nimekuwa nikilirejelea kwamba ukitaka kujua sentensi changamano, angalia kama kishazi kipo katika upande wa kundi nomino. Manake kuna wale ambao utaona wameishia kwa kwanza uchanganuzi kundi nomino alafu sehemu hii yote kundi tenzi. Ni makosa. Kuna kundi nomino kwa sababu uchanganuzi ambao mpaka mwisho wa hiki, pale ambapo unaona kitenzi hiki kinaanzia, okay, mwisho wa hiki kikundi unapata kwamba hapo una kikundi nomino. Upande huu mwingine pia tuna kundi tenzi. Kwa hivyo
angalia dhana kuu katika sentensi kwamba uchanganuzi unawatatiza wanafunzi. Samahani, uchanganuzi unahusu huu ambao unazungumziwa ni ule unahusu matari. Kwa hivyo haya ni maelezo tu ya ziada, hata haya mengine ambayo unaona katika hali hiyo ya vitegemezi hivyo vishazi. Ukiangalia hapa vile vile utaona baini mpaka huu, kuanzia hapa mpaka mwisho. Kikundi kishazi kitegemezi kiko hapo. Ukiangalia katika huu mfano mwingine utaona kauli kuanzia hapo mpaka mwisho wa kikundi unakuwa na kishazi kitegemezi. Ukija hapa ambao wanapanga kuchochea migomo mpaka mwisho wa kikundi, alafu anzia kikundi tenzi au rejeshi mpaka mwisho, basi inakuwa hivi. Haya basi, imekuwa fahari yangu kutangamana nanyi katika muktadha huu wa masomo. Nimeshukuru sana. Asanteni kwa muda wenu, na watakia mema sana mnapoendelea na udurusu wenu. Kila laheri na mchana mwema. Nawe pia. Haya, kwaheri.